Leo tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 2025, kwa niaba ya serikali nikiwa na wadau wote wa maendeleo na shirika la afya duniani wako hapa na wadau wengine, nachukua nafasi hii kutangazia umma na jamii ya kimataifa kuwa sasa Tanzania haina mlipuko wa ugonjwa wa Marburg. Naomba tuongeze makofi mengi. Naomba tuongeze makofi tena. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni siku 42 zimepita tangu mgonjwa wa mwisho, na kisayansi tunakidhi vigezo vya kutangaza kuwa mlipuko huu umekwisha. Lakini ninaomba niendelee kutoa tahadhari kwamba magonjwa haya huwa yana tabia ya kujirudia. Kwa hiyo kinga ni bora zaidi. Kuendelea kuchukua hatua za tahadhari, miongozo, elimu tuliyopewa ni lazima tuitumie vizuri, na hiyo itatusaidia kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa salama ndani ya mkoa wetu, lakini tutakuwa salama ndani ya nchi nzima ya Tanzania. Watumishi wa afya katika mkoa wa Kagera, mmeishi kiapo chenu. Kulingana na taaluma mlizosomea, mmefanya kazi nzuri, na kazi hiyo tuendelee kuiishi. Madaktari wetu, wauguzi, wataalamu wa dawa, wa mionzi, wa maabara, ustawi wa jamii na wengine wote, kwa kushirikiana na wizara na sekta nyingine, hakika mmethibitisha kwamba tahadhari ambayo tutaendelea kuichukua, kwa kuwa ninyi mmetuongoza vizuri wakati wa mapambano, tunajiona tuko kwenye mikono salama kuhakikisha tunazuia tena maambukizi haya yasirudi katika nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, tangu mgonjwa wa mwisho afariki na kuzikwa mazishi yenye staha ni zaidi ya siku 42 sasa, na kwa mujibu wa taratibu zenu za kiafya hatujapata mgonjwa yeyote yule wa virusi vya Marburg, na hivyo inatudhihirishia kwamba hali kwa mkoa wa Kagera sasa ni shwari. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya wananchi wote wa mkoa wa Kagera, nitaanza kwa kutoa shukrani za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndio alikuwa msimamizi namba 1 wa kampeni hii ya udhibiti wa ugonjwa wa Marburg katika mkoa wa Kagera. Mheshimiwa Waziri, nimefarijika sana leo ambapo umetupa taarifa ya kwamba katika mpango wako mmeweka kipaumbele cha kujenga hospitali ya kudhibiti magonjwa ya mlipuko katika mkoa wa Kagera. Tunakushukuru sana. Lakini pia tunakushukuru wewe na wadau wako wa sekta ya afya, wadau wa maendeleo, ambao kwa pamoja mmekubaliana kwamba wodi ya kwanza ya kuwatenga watu wa magonjwa ya mlipuko itaanza kujengwa Biharamulo. Tunashukuru sana. Na tunashukuru kwa commitment hiyo. Tulifanya ufuatiliaji katika halmashauri ya Biharamulo, lakini pia kwenye mkoa mzima wa Kagera. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hata wale ambao walikuwa hawana wagonjwa wote waliambiwa tufanye ufuatiliaji, na katika ufuatiliaji tuliweza kupata watu takribani 281 ambao walionekana kwamba walikuwa wametangamana na wale wagonjwa ambao tuliweza kuwaibua. Na katika hao walikuwa wametangamana, Mheshimiwa mgeni rasmi, 64 walikuwa ni watumishi wa afya.
Kwa hiyo na wao pia tulienda kuwaweka kwenye karantini watumishi wa afya 64. Kwa hiyo jumla waliokuwa watu 281, kati yao watumishi wa afya walikuwa 64. Mheshimiwa Waziri, wote waliokuwa wamewekwa karantini walitoka salama salmini, wakiwemo watumishi wetu wa afya. Na kufikia tarehe 10 mwezi Februari, watu wote ambao walikuwa karantini walikuwa wametoka na wakawa wanaendelea na kazi zao. Kwenye afya mipakani, Mheshimiwa Waziri, tumeendelea. Mipaka hii ni kwenye viwanja vya ndege, bandari, lakini na mipaka mingine ikiwemo rasmi na isiyokuwa rasmi. Tuliweza kupata jumla ya wasafiri 417,148 ambao walifanyiwa uchunguzi wa kiafya kupitia vituo vyetu 15 ndani ya mkoa wa Kagera, na kati yao tulipata wahisiwa 18, lakini baada ya kuwachunguza tuliwakuta pia kuwa hawakuwa na ugonjwa wa Marburg, lakini walikuwa na magonjwa mengine ambayo tuliwatibu na kuwaruhusu. Lakini pia tulitengeneza kitu kinaitwa travel advisory au mwongozo wa ushauri kwa wasafiri, kama ambavyo shirika la afya duniani linatutaka kufanya. Kwenye huduma za matibabu, kinga na kudhibiti maambukizi, Mheshimiwa Waziri, hapa pia tulikuwa na timu. Nitambue kazi kubwa iliyofanya na Dr. Hokororo, Dr. Kiremeji ambao walikuwa hapa Kagera mpaka leo tunavyoongea, wana mwezi wa 2 wa 3 wako hapa, Mheshimiwa Waziri, hawajatoka. Lakini pale kwenye ile kituo chetu cha matibabu tulikuwa na dokta kiongozi anaitwa Dr. Saitoti, sijui yuko wapi. Yeye na wenzake walikuwa wanalala pale, wanashinda pale, wanatibu kila mhisiwa ambaye anakwenda pale. Na Mheshimiwa Waziri, wametibu, wamefanya kazi, wamezingatia kanuni za kujikinga na maambukizi. Hakuna mtumishi wa afya hata mmoja aliyepata maambukizi mpaka dakika hii tunavyoongea. Kwa hiyo tunawapongeza sana kwa kufanya kazi kwa umahiri mkubwa.